na kuvumilia. Kuishi katika fikra na mtazamo wa yani ya kwamba haiwezekani, ndio inaoleta dharau ya kutokuvumilia na kutokungojea. Ndio Sarai alicheka. Yani hiyo sasa ni dalili ya kuonyesha kebehi ya kwamba kwa nini alionyesha kebehi kwa Mungu aliyekuwa anasema? Kwa sababu Sarai aliangalia jambo lile kwa mfumo wa kibinadamu, kwa mfumo wa kibinadamu na sio kwa mfumo wa kimungu. Sasa mimi kama mwanadamu ni mtumishi wake, nimeokoka. Sasa nikibeba nikamjua yeye kwa mfumo huu wa kibinadamu, nitacheka na mimi kama Sarai. Nitaona kwamba haiwezekani. Kwa hiyo ili sasa nione inawezekana, kila saa nitakuwa natafuta namna gani ya kulifanya hilo jambo liwepo. Utanielewa tu polepole. Kumngojea Bwana sio kumngojea tu kwamba kwa sababu amesema kwa hiyo mimi nakaa, kwa hiyo sasa namngojea. Si amesema kwa hiyo namngojea? Hapana. Unapomngojea, unamngojea ukiwa umebeba lile tumaini ya kwamba atafanya. Sasa hivi vitu nasema na wewe ni vitu vinavyofanya kazi ndani, vinafanya kazi kwenye ulimwengu wa roho, sio katika macho haya tunaona kwa damu na nyama ama hisia zetu. Kwamba katika hisia ndiko kunakomfanya mtu ashindwe kungojea, kwa sababu hisia inashindwa kusubiri. Hisia inataka, inakimbiza, inataka kwa na haraka na hivi na hivi. Sasa ukibeba kwa mtazamo huo, wakati hisia zimeshakamatwa na adui, wakati nafsi iko kwenye mfumo wa kibinadamu, hauwezi kufikia hapo ambapo anapozungumza. Hapo mimi napataka, kwa sababu nitakapomjua Mungu kwa jinsi hiyo, utaondoka ama tutaondoka kwenye asili hii tunayoiona kwa macho ya damu na nyama. Tutaishi kwenye asili yake Mungu. Na asili yake Mungu, tunafahamu Mungu ni roho. Hilo ni la kwanza, yeye ni roho. Na kama yeye Mungu ni roho, mimi sasa nitaweza kuishi kwenye hiyo asili. Nikisema baada ya kungojea, sio kila saa unakwenda kumsumbua. Kwenda kuomba kila saa na kumsumbua, sio kwamba unaomba kwa sababu unatakiwa kuomba. Watu wengi wanafanya hivyo kwa sababu wako kwenye asili ya kibinadamu ya kimwili. Kwa hiyo wanakwenda kwa sababu wanasukumwa, kuna pressure iliyo. Sasa sizungumzi hilo. Pressure hiyo inatakiwa isiwepo hata kama taabu hiyo ipo. Alafu wewe unaishi kwenye hicho kama ambaye hakipo. Umenielewa hapo? Unaishi kwenye hicho kilichoko ambacho ndio kinakusibu kama ambaye hakipo. Hiyo sasa ndio inakuja wakati Petro alipokuwa anamwambia Yesu, kama ni wewe niambie nije. Akatembea juu ya maji. Kwa hiyo kutembea juu ya maji sio kwamba maji hayakuwepo, yalikuwepo. Lakini alikanyaga juu ya maji, maji kawa kama barabara. Akatembea. Manake ni nini? Manake ni kwamba nguvu na uweza wa maji, unajua ni uumbaji wa Mungu. Nguvu na uweza wa maji ulizuiliwa usifanye kazi yake katika kile kina ambacho mwanadamu hana uwezo wa kukibeba ama kukistahimili ama kukivuka ama kukikanyaga. Kwa hiyo ulizuiliwa. Ni kama vile aliambiwa nyamaza, kaa kimya. Kwa hiyo kukaa kimya, maji yakatii. Na maji alipotii sasa, ilimtaka huyu ambaye anayetembea kwenye hayo maji hayo sasa awe ameingia kwenye asili yake yeye aliyemwambia njoo. Na alipoingia kwenye ile asili yake, alipomjua kwa namna hiyo, unajua aliposema, alisema tu ile alafu akasema nakuja, kweli akaanza kutembea. Alipoanza kutafakari kibinadamu, maji yakarudi kwenye asili yake. Nguvu zikaja, kwa sababu
ile nguvu ya utendaji ya asili ya Mungu ama ya Mungu haitendi kazi kwenye asili ya kibinadamu. Hapo ndio unapotaka tuweze kupata point. Haitendi kazi kwenye asili ya kibinadamu. Fikra za kibinadamu, mawazo ya kibinadamu, utendaji wa kibinadamu hawezi kuchukuliana na asili ya Mungu. Fikra, mawazo ya kibinadamu, hata na utendaji wa kibinadamu hauwezi kuchukuliana na asili ya Mungu. Na hapo ndipo kwenye kushindwa kwa kanisa la Kristo ama sisi ambao ni watumishi. Hata wengine wakaenda kuingia agano na shetani, wapewe wanachopewa ili waweze kukitendea kazi. Sasa wale tusiwashangae, kwa sababu haiwezekani katika asili ya kibinadamu yakafanyika hayo ambayo wanataka yafanyike. Kwa hiyo waliingia kwenye asili nyingine ya rohoni, kwa sababu asili ya rohoni ya Mungu hawaijui. Ndio nasema nataka kumjua Mungu. Nataka uelewe kiwango cha kumjua Mungu ninachokizungumzia sio kile ambacho tunakisema kila siku. Namjua Mungu. Namjua Mungu aliyeniita, namjua Mungu aliyeniponya, namjua Mungu aliyenifanya hivi na hivi na hivi. Sio kumjua kwa namna hiyo. Na sasa kama mtu anatoka kwenye asili ya Mungu akaenda kwenye asili ile, ni asili ya rohoni, hiyo ni ulimwengu wa roho na ule ni ulimwengu wa roho. Kwa hiyo ameenda kwenye asili ile kwa sababu ya kuto kumjua huyu wa asili hii. Pamoja na kwamba anapoishi katika wokovu ama kwenye utumishi, ukiri wa kinywa chake anasema anamjua, lakini ukweli ni kwamba hamjui. Kwamba tunaposema kumjua katika asili yake na katika jinsi yake, sasa mimi natakiwa nimjue kwamba Mungu ni roho. Na kama Mungu ni roho, Biblia iliposema katika Yohana sura ya 1 mstari wa 12, mstari tumeuzoea, bali wote waliompokea aliwapa uwezo kufanyika kuwa watoto wa Mungu. Na kuwaje mtoto wa roho wakati mimi ni mwili? Na mtu anaelewa mimi nasema nini hapa? Nafanyikaje kuwa mtoto wa roho wakati mimi ni mwili? Mimi ni mwili na ni mtoto niliyezaliwa na mama anaitwa Lydia na baba anaitwa Cyril. Kwa hiyo mimi ni mtoto wa Cyril na Lydia katika asili ya mwilini. Lakini mimi ni mtoto wa nani katika asili ya rohoni? Ili basi huyu ambaye ni asili ya mwilini, mimi ni mtoto wake, alihusika na maisha yangu, na kama yuko hai mpaka sasa anahusika na maisha yangu hata kama nimekuwa. Ndio maana tunasema mtoto kwa mzazi hakui. Wewe kuwa fika tena miaka 50, utaenda kwa mzazi wako tena na adabu zile zile ulizokuwa nazo ukiwa mtoto mdogo. Kwa nini? Na ukifika kwake ni furaha ya mama kujisikia anampikia mtoto. Je, ninapokwenda kwake anashughulikaje na mimi? Kama jinsi yule wa asili ya mwilini anavyojisikia. Nilienda kwa mama wakati fulani, tulienda huko tukoko tunakaa kwanza. Alafu tulikuwa tukapeleka watoto shule, kuna wenzangu walikuwa wanapeleka watoto shule. Nikamwambia nakuja na marafiki zangu. Yaani mama alipika, alafu alipika vitu anavyojua kwamba tunavipenda. Muhogo wa nazi mimi napenda, sukuma wiki napenda. Mpaka nikamuuliza hivi vyakula vyote mmepika ni nini? Furaha ya mzazi, asili ya kibinadamu. Akapika, bahati mbaya tulikuwa tunaondoka usiku huo. Kwa hiyo hatukuweza kula ile sana. Tukaondoka. Watoto wanakuja, mimi wakija tu najua wanapenda nini, nitahakikisha natengeneza vile wanavyopenda. Asili ya kibinadamu. Lakini kwa asili ya rohoni, sisi ni watoto wa Mungu. Kama sisi ni watoto Mungu, huwa inakuwaje wakati unapoenda kwake? Ndio naosema kwamba tunakwenda kwake. Wewe unaenda kwa mama, fikiria sasa, ichukue mfano huu. Umeenda nyumbani, unafika hapo nyumbani, wazazi wako hapo, aidha ni mama ni baba ama wote. Wewe utapiga kelele tangu umeenda mpaka unaondoka, wasema wewe tu. Utaki waseme.
Utaki aseme chochote, ni wewe wasema tu. Ni wewe wasema na ukimaliza unaondoka. Sasa wazazi hata kama walikuwa na mambo ya kusema wanashindwa. Hivyo ndivyo tunavyofanya kwa Mungu. Sasa kwa mzazi wa rohoni tukienda kwake ni sisi tupiga makelele. Utasema, ukimaliza kusema unaondoka. Haumpi nafasi ya kusema. Sasa tunamwona Ibrahimu alitoa nafasi. Na alipoitoa ile nafasi, Mungu akamjulisha. Kwenye utumishi tunapoteza dira ya utumishi wakati mwingine, kwa sababu ni kweli kuna neno ambalo Bwana amelitamka mwanzo, lakini kuna dira inayotokana na maelekezo ambaye ananipeleka kwenye mwelekeo wa kutimiza ama kufanya ama kukamilisha lile ambalo ametaka nifanye. Sasa mimi nisipompa yeye nafasi ya kunipa hiyo dira, kunipa huo mwelekeo, naendaje sasa? Matokeo yake ndio tunafika katikati, tunaanza kutafuta mikondo mingine, na matokeo yake tunajikuta tumejiingiza kwenye mambo ama vitu ambavyo visivyofaa. Lakini kwa Ibrahimu tunamuona hiyo sura ya 15, Bwana akaanza kusema naye, akamweleza yale yote ambayo alikuwa amekusudia katika kuyafanya. Naye alitoa sadaka, alitoa dhabihu yake kwa huyo Mungu, akawa mwaminifu kwake katika kumtolea, na ndiposa Bwana akaanza sasa. Walipotoka kwenye hiyo hatua, wakaingia kwenye hatua ya kulithibitisha agano. Unaona? Mungu yuko na utaratibu. Wakaingia kwenye hatua ya kulithibitisha agano. Hatua ya kuthibitisha agano ndipo sasa anamwambia, okay, ili haya niliyoyasema yaweze kuthibitika ama kufanyika kwako, nataka uwe hivi, nataka uwe hivi, nataka uwe hivi. Ndipo nitathibitisha ama ndipo niweze kuthibitisha agano langu na wewe katika hili. Amesema yote kule mwanzo, lakini nafika sasa anamgeukia kutaka kile anachotakiwa kufanya akifanya. Hicho sasa ndicho kitakachosababisha yale yote aliyoyasema yaweze kufanyika. Sasa mimi nataka nimjue Mungu ili nitembee naye katika taratibu zake na sio za kwangu. Kwa sababu inapofika hapa kwenye kulitengeneza agano ama kulisimamisha ama kulithibitisha agano, kama mimi sijamjua kwa asili hiyo na jinsi hiyo, agano hilo halithibitiki, litashindikana kuthibitika. Na hapo ndipo panapofikia hatua ya kuanza kusigana. Kwa sababu mimi na mtazamo wangu wa kiduniani, kibinadamu, niko mwilini, na Mungu asili yake ni roho, na kile ambacho anachotaka kifanyike anajua kinawezekana, na mimi nikikitazama kwa sababu nakaa kibinadamu naona hakiwezekani. Kwa hiyo sasa pale mnaanza sasa, frictions zinaanzia hapa. Yeye anataka niwe hivi, aweze kuthibitisha nilano neno Bwana alisema, na mimi siwezi kuwa hivyo kwa sababu mimi niko kwenye mwili. Kwa hiyo kumbe anaposema vile, mimi ninachotakiwa kufanya ni kuhama sasa kule kwenye ile asili niliyoko nayo, niingie kwenye asili yake. Hizo ni hatua za kuendelea kumjua katika hatua kwa hatua. Lakini leo Mungu akishasema, mimi break inaishia hapo, ili kuweza kuingia kwenye hatua nyingine hiyo ya kutimiza ama kuthibitisha agano. Kwa sababu mimi nimeona haiwezi. Pale mahali nilipo katika mwili, naanza kuangaza sasa kule ninakoona kwamba naweza nikafanya, naweza nikatafuta njia ya shortcut, naweza nikafanya hivi ikawa hivi, naanza kufanya. Sasa yeye anazungumza habari ya kuthibitisha agano. Agano halitathibitishwa kwa matakwa yangu, kwa jinsi yangu, kwa kutaka kwangu, kwa mapenzi yangu. Agano kati yangu mimi na Mungu litathibitishwa
kwa mapenzi yake yeye, maana yeye ndio aliyeweka kanuni hiyo, kwamba sasa ndio hiyo kwenye sura ya 17. Sasa kwenye sura ya 17 ndio hapo sasa anamwambia Abraham. Biblia inasema mstari wa kwanza, Abraham alipokuwa mtu wa miaka 99, Bwana akamtokea Abraham akamwambia, mimi ni Mungu mwenye enzi, uende mbele yangu ukawe mkamilifu. Hiyo ni historia ambayo, nenda mbele yangu na ukawe mkamilifu. Tulipokuwa darasani juzi tulijifunza hapa, tukasema ni namna gani uaminifu unatakiwa kuwa ili kumuingiza mtu kwenye ukamilifu. Ukamilifu hauji kwa sababu unasema Mungu nikamilishe. Ukamilifu unakuja kwa sababu kuna uaminifu umefanyika, na uaminifu unafanyika kwa sababu kuna uadilifu unakaa ndani yangu. Kwa hiyo hapa ni hatua za mabadiliko sasa zinatakiwa zianze kuchukua kazi kwenye maisha yangu. Kama nilikuwa nakaa hapa kwenye asili ya kibinadamu, ninaanza sasa kutoka hapo, kwa sababu nimeshika kile alichosema, nenda mbele yangu, ishi mbele yangu. Kisema nenda mbele zangu, kwamba unapokuja kwangu njoo ukiwa katika hali hii, nataka nikuone ukiwa umebeba sura hii. Lakini wewe sasa Helena umebeba sura nyingine. Sasa wewe fanya uondoe hiyo sura uliyobeba ili ufike kwangu ukiwa na sura hii. Kifika kwangu na sura hiyo, ndipo sasa agano ambalo naliweka na wewe litathibitika. Hiyo ni sura ya kumjua Mungu nyingine kabisa. Sio katika hizi tunazojifunza kwamba sijui nini. Hapo tuko juu. Na hiyo ndio ambayo imesababisha tunasema watu wengi wamefikia mahali wanakata tamaa hata na wokovu, kwa sababu huyo Mungu mwenyewe tunakuwa hatujamjua. Lakini sisi tunajua kwamba tumemjua. Alafu tuanza kumlaumu sasa. Mimi nimekaa, mimi nafanya hivi, Mungu mwenyewe haonekani, Mungu sio na nini, mimi naenda kufanya hivi. Elena nilikuwa hivi, nilishawashuhudia hata darasani. Sasa mimi naenda zangu kufanya biashara, mimi naenda zangu kufanya hivi na hivi. Kumbe nimekuja kujigundua nilikuwa simjui Mungu, nilikuwa sijamjua. Sasa kwa kile kiwango ambacho natakiwa kumjua, kwa sababu yeye ni roho, kitu cha kwanza ili niweze kumjua Mungu lazima nielewe asili yake ni nini. Asili yake ni roho. Na kama asili yake ni roho, siwezi kumjua katika asili ya kimwili ya kibinadamu. Kumjua Mungu katika asili ya kimwili ya kibinadamu utatumia akili zako, na Mungu hajulikani kwa akili. Ndio maana anasema kwenye Isaya 55 mstari wa 8, anasema mawazo yangu sio ya kwenu. Kwa hiyo mimi mnifute kwenye akili zenu. Una akili kubwa kama nini, bado haujaweza kunijua. Akili hiyo ulio nayo ni ya kibinadamu. Aidha labda ni ya usomi umesoma, ama ni ya ujanja unao, ama ndio nilikuzaa ukiwa na akili nyingi, lakini na akili hizo bado huwezi kunijua mimi. Sababu mimi ni roho. Ili uweze kunijua lazima ufike kwenye asili yangu. Mawazo yangu sio ya kwenu na njia zangu sio za kwenu. Sasa yeye anasema uende mbele zangu kwa ukamilifu. Anataka nifike hapo kwake, kwenye njia zake. Nafikaje hapo? Natembeaje hapo kwenye njia zake kwa asili ile ya kibinadamu? Na yeye anasema njia zangu sio zenu, njia zenu nyinyi sio za kwangu. Kama njia zetu sio za kwake, ili niweze kuingia kwenye njia yake natakiwa kufanya nini? Natakiwa nimjue Mungu katika asili yake. Yeye ni roho, nimjue katika asili hiyo. Na si kumjua kwamba nijifunze kumjua kwenye asili hiyo, ili ndipo niweze kuishi naye akiwa kwenye asili hiyo. Tunakuwa kwenye wokovu, tunaanguka, tunainuka, tunaanguka, tunainuka. Tunakuwa kwenye utumishi, tunaanguka, tunainuka, yaani tunatoka, tunarudi, tunatoka, tunarudi, tunatoka, tunarudi, tunatoka, tunarudi. Yote hiyo ni kwa sababu ni kweli nimefundishwa kumjua Mungu, lakini sikufundishwa kumjua katika asili yake. Siku nitatambua kumjua katika asili yake, nitaweza kuelewa. Kwa mfano, nitoe mfano. Mtoto aliyezaliwa na baba na mama anamjua baba yake. Tunazungumza aliyezaliwa kwenye ndoa. Sasa tunachukua wokovu ndio ndoa.
Kwa hiyo mtoto huyu amezaliwa ndani ya ndoa, ni mtoto halali wa baba na mama. Kwa hiyo ana haki kwa wazazi wake. Mtoto huyu pamoja na hivyo sasa amezaliwa katika ndoa, lakini mtoto huyu sio kiziwi. Na kama yeye ni kiziwi ndio ataweza asisikie. Si kipofu, maana kama ni kipofu ataweza asimuone. Mtoto huyu hawezi kumsikia baba yake tangu amezaliwa. Hamsikii, lakini anasikia. Watu wengine anawasikia, ila baba yake hamsikii. Watu wengine anawaona, lakini baba yake hamuoni. Huyu mtoto ambaye ni mwanaharamu, nikisema mwanaharamu si mnaelewa? Mtoto aliyezaliwa nje ya ndoa. Mwanaharamu ndio anaweza kawa hivyo. Mtoto ambaye labda mama yake alipita tu akachukuliwa na mwanamume, akabeba mimba, ama alilala na huyu na yule na yule, kabeba mimba, hajui ni ya nani. Yule mtoto anazaliwa. Ndio leo wakahalalisha, wanaitaga na single mother. Kwamba wameweka uhalali kwamba watu wanaweza wakazaa tu wanaharamu. Shetani anakuza asili yake kwa kuua asili